kalusa mwenyewe. Ndio hivyo basi, unaweza kuona mnara huu na ukawa huelewi ni mnara gani huu na ni wa nini. Ni mnara wa kumbukumbu ya Mekatilili wa Menza, mvyele wetu, ambaye hapa kulikuwa na baraza, gavana wa wakati huo Arthur Champion akielezea mambo yake, ambapo inadaiwa mshujaa huyo alimzaba kibao mzungu huyo Arthur Champion, na ndio ukawa mwanzo wa vita vya chembe, yani mapambano ya jamii za eneo hili kupigania uhuru wao. Hii ni tamasha ya Mekatilili wa Menza ambayo ni ya kila mwaka, na ni ya kila mwaka tangu mwaka wa 2004. Haikuanzia leo. Halafu tangu mwaka 2004 nakumbuka Kasamaita yule alikuwa waziri. Yeye ndo katika ile tamasha la kwanza alisema hii itakuwa ya kila mwaka, na sisi tumefuata hilo, tumeendelea. Imekuwa ni chombo kwetu, ni chombo ambacho kimewezesha sana. Lakini mbona Shakahola huku ni wapi hasa, na ina uhusiano gani na Mekatilili wa Menza? Shakahola huku ndio Shakahola sasa. Wacha kule Shakahola kwa Makenzi ambapo mnakujua. Sio kule. Huku ndio Shakahola sasa. Na Shakahola ilikuja kwa sababu Shakahola ni maneno mawili hayo, yaani mtabu lakini imepoa. Na wakati huo kulikuwa na tabu. Mwingereza alipoingia kulikuwa na shida kubwa sana. Hapa kulikuwa na plantation ya mkonge, na watu walikuwa wakiteseka, na hiyo ndizo sababu ambazo Mekatilili aliamua kupambana na ule ubepari ule. Na hapa basi tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka wa 1913 wakiwa katika baraza hapa pamoja na yule ambaye alikuwa DC wakati huo wa mkoloni anaitwa Arthur Champion. Baraza lilikuwa limeletwa sasa la kuomba vijana, lakini pia kujaribu kuhimiza watu waweze kwenda kufanya kazi ili wapate pesa ya kulipa kodi. Mekatilili yeye akija kwa hili baraza alikuwa amejihini, alikuwa amechoka, kwa sababu alipokuwa mdogo, alipokuwa amebeba mizigo kwenda kule Mtanganyiko kuuza, yeye na ndugu yake Kiti, baadaye Kiti akaja akashikwa na Waarabu, na hivyo hakuwahi kumuona tena. Hivi leo sasa yeye amekuwa na watoto, anaelekea kuwa na wajukuu, anaambiwa atoane watoto wake waende vitani. Yeye hana uhakika kwamba watarudi. Basi yeye akachua amebeba koo la kuku na vifaranga wake, akaja nalo akaja kalifunga, akangojea mkutano. Yule ambaye alikuwa ni interpreter anaitwa Wanje wa Mugaya akawa anaeleza vile ambavyo mzungu anasema. Mekatilili akamwangalia akamwambia, mwambie huyo mzungu wako ashike hebu kile kifaranga pale. Yule mzungu alipoondoka kushika kile kifaranga, naye alikuwa ameelewa anaambiwa nini. Huyu mama kuku akamrukia. Alipomrukia kulikuwa na drama na mazungumzo ya muda mfupi. Maana huyu anamrukia na huyu anatoa pistol, bunduki, anampiga yule kuku kumua. Huyu Mekatilili akaelewa kwamba huyu mama akiwa atakataa mtoto wake kuchukuliwa, basi atauawa. Na yeye naye hakungoja kwamba, kwa sababu akamzaba kofi yule Arthur Champion mpaka chini. Basi ukawa na farakano pale. Ujue Wagiriama wakati huo walikuwa kila wakienda wako na silaha, wengine wako na uta, wengine wako na visu. Vijana wakaanza kuwa wamerupuka. Ile kurupuka sasa ndio mmoja wale maaskari wale wa mkoloni akapiga risasi kijana mmoja. Ilikuwapata shika hapo mpaka Chembe pamoja na yule mtafuta wake mitini, wakaingia msituni mbio siku 3 mpaka wakatokea kijiji kinaitwa Marikano,
hapo kulikuwa na chifu sasa wa hawa wazungu ambao walikuwa wamewekwa, Chifu Mkoli. Haya, akachukuliwa akaenda akafichwa ndani kwa Uchaga. Amekuwa hapo hana chakula, unajua alikuwa anatengenezewa tumbu, unajua tumbu ugali wa jana wa majuzi, basi uchanganywe na maji mpaka nini, halafu ukunywe hiyo, na ndizi ndo alisurvive nayo kwa siku 3. Vita vikawa vimeanguka, na hapo sasa vita vikaendelea, akaanza kuwaleta Wagiriama pamoja kupitia kwa ngoma ya Kifudu na kupitia kwa Kaya, ambapo alimtafuta mzee ambaye alikuwa Wakaya wakati huo huku, ambaye ameshikilia eneo hili la Galana, alikuwa anaitwa Wanje wa Madorikola. Akamtafuta mzee Wanje, akaenda Kaya, akaenda akakutana na wenzake Pembe wa Mrimi na Bogosha wa Menza, wakaanza kufanya mambo ili watu washikane na waweze. Hiyo ilikuwa mbaya. Kwa hivyo sasa, hiyo ndio kumbukumbu, hicho ndio kisa cha kumbukumbu ya leo, watu wamekusanyika hapa. Kabisa. Na Mekatilili mwenyewe alizaliwa wapi na kalizikwa wapi? Mekatilili alizaliwa upande wa Bamba kule, Mtsara wa 3. Kule ndiko alikozaliwa kule. Lakini akaja akaolewa Bungale. Kule Bungale ndiko ambako mwisho alikufa akazikwa. Lakini hapo katikati aliishi Msabaha, aliishi hapo karibu kwa Chocha hapo ndani. Inajulikana wazi kwamba uhuru wa Kenya ulianza na slap. Ulianza na slap tu, si habari ya bunduki, slap. Lakini leo tuko hapa kwa sababu kama tunavyoona watoto watu wamepoteza ukwao kwa sababu ya ujio wa wageni. Sasa tuko hapa tunataka tutoe mafundisho, elimu ya kitamaduni ya jadi kwa watoto, ili watoto waanzie kuanzia pale, kwa sababu ukitaka kufaulu anza na watoto. Si unaona wazungu walipokuja walianza na watoto, ndio wakaja kwa wakubwa, sasa wakaendelea ndio wakakubwa, kwa sababu ilikuwa ni Lola Nkalu ana watoto 3, anachukuliwa mtoto mmoja. Kazungu ana watoto 4, anachukuliwa mtoto mmoja. Yule bwana cameraman ana watoto 3, anachukuliwa mtoto mmoja, mpaka wafike watoto 45. Hilo ndio darasa la mzungu, na ukifundisha watoto 45 kwa darasa watashika sana. So wazungu wakawachukua watoto wakawapeleka kule missionary, wakaanza kufundishwa kule na kijiko, kuvaa makoti, kiatu cha kiwi, tai. Sasa wamekuwa wakiwa wakubwa, wanasema mimi naifa John. Wakaja sasa wakawa ndio wale baba zetu. Sasa baba zetu hawajui, mtu anaenda kwa mfano juzi huyu Chembe hapa, Johnson Chembe ameenda Australia, amekuja akimwambia Chembe, anasema ndiwe Kasungu, siku nyingi sana sitangwe kukuona. Nasikira hata wahala unaandika vitabu Kazungu. Kwa hivyo sasa ndio mtaka kutoa hiyo sasa. Nataka kutoa ile, manake jamii yetu wamekuwa brainwashed. Wamekuwa brainwashed, wanazungumza na tabia wanachukulia habari za kigeni. Sasa tunataka kusaidia kuokoa ili watoto wachukue ukwao. Ndio tunasema kiuye uyiraki kwenu kikwa kole mwenye, watoke kule ambako wamekuwa brainwashed, warudi kwa. Ndio unaona tunaanza mafundisho ya watoto, tumeita watoto, tunawafundisha habari ya chondoni, katoto ili wajue tangu mwanzo sisi, kwa sababu hivi vyetu havikuandikwa, ni kitu cha kupokeza kizazi baada ya kizazi. Sasa tunataka kuwapokeza, kwa sababu baada ya kuona tumeumia sana, tumehusiana, mila yetu imeumizwa sana. Kwa sababu because of that ndio tunataka kuokoa, tunaokoa. Na unajua, kwa sababu wazungu walisema kizungu kingi, alafu akasema whatever goes round comes back. Tunajua siku moja hawa watoto wataleta natija. Na umeandika shairi? Nimeandika watoto wasome. Mimi ni Muislamu, lakini kuna vile venye nimefunzwa, manake dini ni tofauti na mila.
kwa na venye nimefunzwa. Mimi nakumbuka nikiwa mdogo sikuwa naweza kuketi pamoja na wanaume, labda shule. Kitoka shule hakuna kuketi karibu na mwanaume. Tulikuwa hata tukienda kwa maji hivi tukisikia wanaume wanazungumza, sisi tunaingia msituni. Na mimi nimeolewa nikiwa na miaka 20. Kaa sijajua mwanaume ni nini. Sisi tunalala na nyanya yetu na malezi tunajua ya nyanya yetu, hatujui ya mama yetu. Naambiwa si vizuri kukaribia mwanaume usiokuwa umeelekezwa. So nimeona nimekuwa vizuri, si sawa sawa na hawa watoto wa saa hii. Na wewe watoto wako unawafundisha mila ama unawafundisha vipi? Watoto wangu nawafundisha dini na mila zetu. Mila si uchawi wala uganga. Ile mila ni vitu tofauti, yani ina utaratibu, inafanya mtu kuwa na utaratibu wa kuishi na heshima. Lakini inastahili ufunzo. Lakini saa hii sioni, hiyo mafunzo siyaoni kwa watu wengi. Nafikiri ilikomea na sisi na wale watoto wetu, lakini watoto wao hamna. Lini ulianza kumsikia Mekatilili akitajwa na ulipata historia gani kumhusu? Upande wa Mekatilili, historia yake nilipata kitambo si sana vile, lakini sasa ile taratibu zake alipoingia hapa, hata kumpiga kofi ule mzungu, alikuwa anatetea haki za wanadamu. So akawa sasa akaingia kati, manake wazungu wa koloni walipoingia hapa walikuwa wananyanyasa watu. Sasa yeye akaima kati, akabidi akampiga kofi ile akomboe sehemu yetu ya ardhi yetu ya Shakama. Sasa wazungu hao unaowataja si waliwafundisha nyinyi sasa kizungu na mila zenu mkaziacha? Giriama mmekiacha kabisa? Si kuacha kimila, tulifundishwa, na kimila ni muhimu kukijua. Maanake ukifundishwa shule na wazazi ukitii wazazi, basi kimila huwezi ukiacha. Mwacha mila ni mtumwa. Wewe unakifuata kimila? Kimila nakifuata vizuri sana. Mimi sijawahi hata kuingia upande wa dini Kristo, naendelea na kimila mpaka saa hii. Sherehe za mwaka huu za Mekatilili wa Menza, mbali na kumbukumbu yake, zimeambatanisha mafunzo mengi tu jukwani ambayo yametolewa kwa mfumo maalum wa mazungumzo. Wazee wamewaita vijana na kina mama na wakaongea hapo jukwani kuhusiana na mambo ya malezi ya wana, kuhusiana na mambo ya kuacha mila na athari zake, na pia jinsi mila zilivyoathiriwa na dini zilizokuja na jinsi watu wanavyoishi kama jamii moja wakiwa katika matabaka mbalimbali ya kidini. Wengine ni Waislamu, wengine ni Wakristo na wengine wanafuata mila zao za kitamaduni za Kigiriama. Je, wanaishi vipi wanapokutana pamoja? Ungetaka kupata fikra? Okay, nikikuwa honest kabisa kwa setting ya sahihi ni kwamba haijakuja kwa mind yangu kuwa kunaye anaweza pata ambaye kwa bikra, so it has never crossed my mind. Kwa hivyo ungetaka mtu ambaye ana experience? Yes, asante. Nasema ndio, naweza taka mtu ana experience kwa sababu to me the sexual side ni kwamba it's more of a supposed to be enjoyment thing pia, apart from kwa watu wanaendeleza kizazi, inafaa kwa enjoyment. So kama maybe nitapata a virgin alafu maybe sipate enjoyment nilikuwa nadai, basi itakuwa kuna vitu tunapishana. Na akija na mtoto tunatembea. Nikijibu kulingana na fikra zangu peke yangu tu. Ni zako tu. Sawa. Mimi kitu ambacho najibu ni kuhusiana na opinion yangu mwenyewe na kila wakati iko sawa. Mimi kija msichana ambaye kuna mtoto na angependa kuolewa na mimi na tuko tayari kuoana, tumependana, basi nitamuoa. Hata akiwa na mtoto mmoja ama watoto wawili. Utasumbua? Sitasumbua kulingana na mimi na malezi ambayo nimepata. Ile setting ambayo nimegrow, vile nimeona
have family members wenye wamerudi nyumbani wako na watoto. Nimeona watu wakiwa remarried wako na watoto kwa familia zetu, na nimeona ikiwa so to me niko positive. Uko positive? Niko positive about it. Utalea wa mwingine? Kama Mungu amenijalia na kipato cha kutosha hata kuwa naweza lea mtoto ambaye si wangu, na amenipatia moyo na ujasiri wa kuwa naweza lea huyu mtu, kwa sababu labda babake kuna vitu ambavyo vimefanya hakuweza kumsaidia ama kuwa naye, basi mimi nitakubali jukumu. Tukalilole, Jungula Babu, Koko Fwemu, Bobu Laulani. Twendeni tukalilole, Jungula Babu, nataka kupakuliwa. Wewe, jungu moto moto, jungu moto moto, jungu la lolani, jungu la lolani, jungu la lolani, wewe. Aha! Koko Fwemu, ladha ya pwani. Hatani hoa.